Jambo la pili, ndugu waandishi wa habari, tumeitana hapa ni pamoja na kuunga mkono na kupongeza hotuba nzuri ya heshima ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa akifungua bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge la 13, ambayo hotuba hiyo ameitoa tarehe 14 ya mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Mbali ya kuiangalia na kuisikiliza, sisi viongozi wa dini katika mkoa wa Mwanza tumeisoma na kuipokea kwa faraja kubwa hotuba ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliyotoa wakati wa ufunguzi wa bunge la 13 tarehe 14 Novemba 25. Hotuba hiyo imejaa hekima, ukomavu wa uongozi na maono mapana ya kulijenga taifa. Mheshimiwa Rais ametupa dira ya taifa tunayoitaka, dira ya amani, umoja, maridhiano na uzalendo. Katika hotuba yake ameeleza kwa uwazi na kwa msisitizo mambo muhimu ambayo yanagusa mustakabali wa nchi yetu. Nukta chache za rais kuhusu maridhiano naomba tuzipitie hapa. Tunapongeza hatua ya Mheshimiwa Rais kuonyesha dhamira ya dhati ya maridhiano nchini, hususan pale aliposema, na nukuu, serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi swala la mabadiliko ya katiba kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Rais akasema, sitachoka kunyoosha tena mkono wa maridhiano. Ni matumaini yangu kuwa wadau wa kisiasa wataupokea kwa dhati mkono wa maelewano. Rais akasema, ni jukumu letu sasa kujielekeza kwenye maboresho hayo kwa utashi wetu bila shinikizo lolote. Mwisho wa kunukuu. Haya ni maneno ya kiongozi anayejenga sio kubomoa, anayepatanisha sio kuwagawa watu, na anayelinda amani kama urithi wa taifa letu. Ndugu waandishi, kwa msingi huo BAKWATA mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na taasisi zingine za Kiislamu tunaunga mkono kwa nguvu zote dhamira hii njema ya kujenga Tanzania yenye maridhiano, maelewano na mazungumzo ya heshima. Ndugu waandishi wa habari, nafasi ya maridhiano katika Uislamu, kauli ya Mheshimiwa Rais kuhusu kuendelea kunyoosha mkono wa maridhiano inapata uthibitisho na uzito mkubwa katika mafundisho ya Uislamu. Qur'ani na Sunna zote zimeweka msisitizo wa juu katika swala zima la suluhu, maelewano na kusameheana. Mfano, ukisoma Qur'ani Surati Al-Hujurat aya 49, sura ya 49 aya 9, Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, ila akhir al-aya. Tena mfano kule mwisho Mwenyezi Mungu anasema, fa aslihu bainahuma bil adli waqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Qur'ani imeeleza wazi juu ya swala la suluhu, juu ya swala la maridhiano. Mungu anasema, na kama wawili wamefarikiana basi patanisheni baina yao kwa uadilifu, hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wafanyao uadilifu. Kwa tendo la Mheshimiwa Rais kukubali kufanya sulhu, maridhiano, hili ni jambo kubwa ambalo ndani ya Qur'ani limesajiliwa kitambo toka karne ya 7. Aya hii inaonyesha kuwa maridhiano ni kheri na ni jukumu la kiimani. Pia Mwenyezi Mungu ametutaka akasema, wasulhu khair. Hii ni surati Nisa aya 4, sura ya 4 aya 128. Hii aya inaonyesha kuwa chochote kinacholeta mapatano na kuzuia uhasama huwa bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, hawatapungua mali kwa kutoa msamaha. Ni hadithi ya Tirmidhi. Yani haupungukiwi na chochote kwa wewe kutoa msamaha. Makusudio
ni kuwa msamaha na maridhiano hujenga. Hivi viwili vinajenga na havibomoi. Hayabomoi sawa sawa na dhamira ya rais ya kujenga taifa kwa misingi ya maelewano. Utaona dhamira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni dhamira njema ambayo yale anayoyasema leo pia Qur'ani kitambo na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikwisha yaeleza. Pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema muungano wa watu na suluhu kati yao ni bora kuliko daraja ya kufunga na kuswali sunna. Yani kule kuwaunganisha watu, kuwasuluhisha watu, Bwana Mtume anatuambia daraja yake ni bora na ni kubwa kuliko mtu aliyefunga sunna au aliyeswali swala ya sunna. Hapa tunaona kuwa kuleta maridhiano ni ibada ya ngazi ya juu sana, ikitanguliwa hata na ibada za faradhi na nafsi. Wito kwa vijana. Tunaungana na wito mzito uliohutubiwa na Mheshimiwa Rais akizungumzia kundi muhimu la vijana, wakati akisema, namnukuu rais, anasema nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la mti ambao mmelikalia nyinyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili, na wasihi kamwe msije kuwa wabomoaji wa taifa lenu. Mwisho wa kunukuu. Maneno haya yanaakisi ukweli kwamba vijana ni nguvu ya taifa na mustakbali wa kesho. Kwa hiyo tunawahimiza vijana wote kusimama upande wa amani, kutafakari kabla ya kutenda, kutoruhusu kutumiwa kisiasa na kutafuta haki au madai yoyote kwa njia ya mazungumzo, sio fujo. Aidha tunaungana na huruma ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusema pale aliposema, kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wafutiwe makosa yao. Huu ni uongozi wa mama anayejenga vijana, anayewalea na anayewatakia mema. Kwa hakika sisi viongozi wa Kiislamu ndani ya mkoa wa Mwanza tunampongeza sana kwa unyenyekevu huo, na ahadi hiyo na maelekezo hayo aliyoyatoa yameonyesha wazi kwamba ni kiongozi anayejitambua na anayejua kwamba anatakiwa au anataka kuipeleka nchi mahala gani pazuri zaidi. Msimamo wa Uislamu kuhusu vijana na amani. Wito wa Mheshimiwa Rais kwa vijana kuacha kufuata mkumbo, kutokata tawi wanaolikalia na kutotumiwa vibaya unalingana moja kwa moja na msingi ya Uislamu. Qur'ani inawahimiza vijana kuwa nguvu ya mema. Pale Mwenyezi Mungu aliposema katika sura Al-Kahf sura ya 18 aya 13, hakika wao walikuwa vijana wema, waliamini Mola wao, nasi tukawazidishia uongofu. Aya hii inatufundisha kuwa vijana wanapokuwa na msimamo thabiti wa mema, taifa linapata nguvu na uongofu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusu kijana na mcha Mungu, kati ya watu 7 watakaopata kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli chake, mmoja wao Mtume anasema ni shabun nashaa fi ibadati rabbih, ni kijana aliyekuwa katika malezi na katika mfumo wa kumhofu Mungu na kumjua Mungu. Kwa hapa utaona vijana wana nafasi kubwa. Sanjari na hilo utaona kuna kazi kubwa pia kwa walezi na wazazi kuhakikisha tunaendelea kulea vizuri, kuhakikisha tunatoa mafundisho yanayopaswa. Tumrejee mufti na shekhe mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali katika swala zima la mmomonyoko wa maadili. Alifika mahala akatunga kitabu kinaitwa Mmomonyoko wa Maadili, nani alaumiwe? Jawabu ni rahisi, kwamba kila mmoja wetu Mtanzania, mwanamama kwa maana mwanamke, mwanamume,
mzazi mlezi ahakikishe mawaidha yake, mafundisho yake ni kuifanya jamii iwe jamii sikivu, jamii yenye adabu, jamii yenye heshima.